Naam, habari za wakati huu, karibu tena tuendelee kuhabarishana taarifa mbalimbali. Pasina shaka upo salama kabisa. Leo tena wakili msomi Peter Kibatala yupo mahakamani kulitetea kanisa la Askofu Gwajima, kanisa la Ufufuo na Uzima. Lakini kwa kile ambacho kilitokea last time mahakamani, tulikuhabarisha hapa kile ambacho kilitokea mahakamani, ambapo mvutano mkali wa kisheria ulitokea mahakamani, ambapo tulishuhudia kubwa zaidi serikali kuweka pingamizi la awali kupinga maombi yaliyofunguliwa na bodi ya wadhamini ya kanisa la Glory of Christ Tanzania linalomilikiwa na Askofu Josephat Gwajima. Katika uamuzi wake ambao aliutoa Juni 6 mwaka 2025 na kuwekwa katika tovuti ya mahakama, Jaji Juliana Masabo wa Mahakama Kuu ya Tanzania Masjala Kuu ya Dodoma alitupilia mbali pingamizi ambalo liliwekwa na wajibu maombi. Kwa hiyo akalitupilia mbali. Katika maombi hayo yaliyowasilishwa chini ya hati ya usikilizwaji wa dharura, kanisa lilifungua maombi hayo dhidi ya msajili wa jumuiya za kiraia, mwanasheria mkuu wa serikali AG, pamoja na Inspekta Jenerali wa polisi IGP. Kupitia kwa wakili wake Peter Kibatala, kanisa hilo liliomba amri ya upande mmoja, yani ex parte, kwamba barua ya msajili ya Juni 2 mwaka 2025 ya kulifungia kanisa hilo izuiwe kutekelezwa wakati wakisubiri kusikilizwa kwa maombi yao kwa pande zote na kutolewa uamuzi. Lakini katika ombi mbadala, kanisa hilo liliiomba mahakama ielekeze shughuli za kisiasa ziendelee kama kawaida wakati suala la usajili wa kanisa likifanyiwa kazi, kwa kuwa hakuna mawasiliano rasmi ambayo yamepelekwa kwao kama kanisa mpaka wakati huo. Katika ombi la kusikilizwa pande zote, bodi hiyo ya wadhamini iliomba mahakama itoe amri kwamba utekelezaji wa amri ya kufungwa kwa kanisa usimame kusubiri usikilizwaji wa rufaa yao kwa waziri wa mambo ya ndani. Kanisa limeeleza tayari waliwasilisha rufaa kupinga kufungwa kwa shughuli za kanisa hilo nchi nzima kwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi, ambaye ndiye mwenye mamlaka ya rufaa kulingana na kifungu cha 19 cha sheria ya jumuiya za kiraia. Lakini pia wakaiomba mahakama itoe amri maagizo ya msajili wa jumuiya za kiraia ya kusitisha mara moja shughuli za kidini na kiimani na mikusanyiko ya kiroho katika kanisa hilo yazuiwe au yasitishwe kutekelezwa hadi haki za kisheria za kanisa zitakapotekelezwa kikamilifu na msajili. Baada ya hayo, tukashuhudia pia hali kadhalika wakiomba mahakama imzuie IGP kuingilia shughuli za dini, imani pamoja na mikusanyiko katika kanisa hilo kwa kuegemea maelekezo ya msajili hadi rufaa yao itakaposikilizwa na waziri wa mambo ya ndani ya nchi na kutolewa uamuzi. Kubwa ni kwamba leo tena mahakamani, kama unavyotazama hapa katika picha, tumerudi tena na tutakuhabarisha hapa nini ambacho kitatokea. Kama unavyoona hapa ni mawakili msomi Kibatala pamoja na wakili Ulomi wakiwa mahakamani, kesi ya kufungwa kwa kanisa la Gwajima. Mawakili wa kanisa la Glory of Christ Tanzania Peter Kibatala na Glory Ulomi wakiwa katika mahakama kuu kanda ya Dodoma kwenye kesi ya kupinga kufutwa kwa kanisa hilo. Wengine ambao nawaona hapo nyuma ni viongozi wa dini mbalimbali wakiwemo wa kanisa hilo ambao wamefika kusikiliza shauri hilo. Msajili wa jumuiya za kiraia Emmanuel Kihampa alitangaza kulifuta kanisa hilo ambalo linaongozwa na Askofu Josephat Gwajima kwa kile alichoeleza limekiuka sheria ya jumuiya sura ya 337 kwa kutoa mahubiri yenye mwelekeo wa kisiasa na yenye nia ya kuichonganisha serikali na wananchi. Watu mbalimbali wametoa maoni yao ya kufuatia hiki ambacho kinaendelea mahakamani, lakini kubwa, kaa karibu nasi tutakujuza nini ambacho kimetokea mahakamani. Huyu wa kwanza anasema Mungu yuko upande wetu, Gwajimanization like hapa. Lakini pia mwingine akasema huyu Kibatala siku Chadema wakishika nchi wampe ujaji mkuu. Lakini pia mwingine akasema kwamba kwani usajili wa kanisa ulipatikana mahakamani? Lakini pia mwingine akasema kwa jina la Yesu Mungu Baba kawaonesha watu wa mataifa ukubwa wako na kanisa letu uturejeshe. Tunaenda na Gwajima, nileteni Gwajima, sauti ya mzee
ilitosha. Mwingine anasema kwamba huu ndo wakati sahihi wa kuangalia kila ambacho kinatokea mbele ya Kibatala, lakini pia mwingine akasema kwamba yani Mungu shuka tu, hii sio ishara nzuri. Lakini pia mwingine anasema kwamba kwenye hao wachungaji utakuta Gwajiboi yumo kati yao na wala hawamuoni, Mungu ni mkubwa. Lakini pia mwingine anasema kwamba Peter Kibatala, utepe hauwezi kitu mbele yako mwamba, Tanzania mpya ni Gwajima. Mwingine anasema hapa kwamba hivi Kibatala anapataga muda wa kulala kweli? Mungu ambariki sana. Kubwa, endelea kukaa karibu nasi hapa, tutakuhabarisha nini ambacho kinatokea mahakamani.